Katika mahusiano ya kisasa, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wanaume kuhusu wanawake wanaotumia mwanya wa mahusiano au miadi kwa malengo ya kupata fedha, usafiri, zawadi au huduma bila kuwa na nia ya kweli ya kujenga mahusiano. Tabia hii mara nyingi huitwa kula nauli au utapeli wa mahusiano. Sababu zinazoweza kusababisha tabia hizi: moja, kutafuta faida za kifedha. Baadhi ya wanawake wanaweza kuona wanaume kama chanzo cha fedha za matumizi, usafiri au mahitaji mengine ya kila siku. Mbili, kukosa uaminifu katika mahusiano. Mtu asiye mwaminifu anaweza kuanzisha mawasiliano ya kimapenzi bila nia ya kweli, bali kwa lengo la kupata manufaa binafsi. Tatu, shinikizo la kijamii. Katika baadhi ya mazingira, watu hujiunganisha na wenzao na kutafuta njia za haraka za kupata fedha au starehe. Nne, uzoefu wa mahusiano yasiyo mazuri. Wengine huweza kuendelea na tabia ya kutumia wenza wao kutokana na uzoefu wa zamani. Jinsi ya kutambua mwanamke mwenye dalili za utapeli. Moja, mazungumzo yake huzungumzia fedha peke yake. Ikiwa kila mazungumzo yanaelezwa kwenye kuomba pesa, nauli, vocha au misaada ya kifedha, hiyo inaweza kuwa ni ishara ya tahadhari. Mbili, atoi muda wa kumfahamu vizuri. Anaonekana kuvutiwa zaidi na kile unachoweza kutoa kuliko wewe kama mtu, yaani anajali kitu kuliko utu. Tatu, huibuka tu anapokuwa na mahitaji. Mawasiliano yanaongezeka anapohitaji msaada na upungua baada ya kupata anachokitaka. Nne, ana sababu nyingi za kuepuka mikutano halisi. Mara kwa mara anagairi mipango lakini bado huendelea kuomba misaada ya kifedha. Tano, anaomba fedha mapema sana mara tu baada ya kuanza kufahamiana naye. Jinsi ya kujilinda: chukua muda kumfahamu mtu kabla ya kutoa msaada mkubwa wa kifedha. Epuka kutuma fedha kwa mtu usiyemjua vizuri. Angalia kama kuna uwiano wa juhudi katika mawasiliano au mahusiano. Sikiliza hisia zako na umchunguze. Hitimisho: si kila mwanamke anayeomba msaada ni tapeli, na si kila mwanaume anayetoa msaada anatumiwa. Mahusiano ni bora kujengwa juu ya uaminifu, heshima na uwazi. Badala ya kuhukumu kundi zima la watu, ni muhimu kutathmini tabia ya mtu mmoja mmoja na kuchukua tahadhari pale dalili za utapeli zinapoonekana. Mambo usiyojua kuhusu tabia za wanawake wazuri. Wanawake wazuri hawavutii kwa muonekano pekee, bali pia kwa tabia zao, maadili yao na wanavyoheshimu wengine. Mara nyingi watu huzingatia uzuri wa nje na kusahau kwamba uzuri wa kweli huonekana kupitia matendo ya kila siku. Moja, wanajiamini bila kujivuna. Mwanamke mwenye tabia nzuri hujiamini kwa kutambua thamani yake, lakini haitumii nafasi hiyo kwa dharau wengine. Mbili, wanaheshimu watu wote. Heshima yao haiishi kwa watu wenye mamlaka au uwezo wa kifedha peke yao. Wanajua kuthamini watu wa tabaka zote. Tatu, wanajali hisia za wengine. Huwa makini kwa maneno na matendo yao kwa sababu wanajua yanaweza kuathiri hisia za watu wanaowazunguka. Nne, wanajifunza. Wanawake wengi wenye tabia nzuri hujali afya zao, usafi wao na mwonekano wao. Tano, wanapenda kujifunza. Hawaridhiki na kile walichokuwa nacho. Kila siku wanatafuta maarifa mapya ya kujifunza kuhusu jamii au pengine masuala ya biashara. Sita, wanajua kusamehe. Ingawa hawakubali kudharauliwa, wanaelewa umuhimu wa kusamehe ili kuendelea mbele na maisha yao. Saba, wanajua mipaka yao. Wanajua kusema hapana pale inapohitajika na waruhusu watu kutumia wema wao vibaya. Nane, wanathamini uaminifu. Uhusiano wa kirafiki au kimapenzi hujengwa juu ya ukweli, uwazi na kuaminiana. Tisa, wanasaidia bila kutafuta sifa. Mara nyingi hufanya mema kwa moyo wa kujitolea bila kutarajia pongezi au malipo. 10, uzuri wa tabia hudumu kuliko uzuri wa muonekano. Muonekano unaweza kubadili kadri muda unavyopita, lakini tabia njema ndiyo inamfanya mtu aheshimike na kupendwa
kwa muda mrefu. Hitimisho: mwanamke mzuri sio yule mwenye sura ya kuvutia peke yake, bali ni yule anayechanganya uzuri wa nje na uzuri wa tabia. Heshima, uaminifu, huruma na busara ni baadhi ya sifa zinazomfanya aangaze popote alipo. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema. Endelea kufuatilia katika chaneli yetu ya YouTube. Kumbuka kusubscribe ili kupata updates mbalimbali. Dondosha comment, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili kupata updates pindi zinapotoka. Ni mimi Daudi Mwaluko nikikuletea makala haya.